ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Enyi ndugu zangu watukufu, nakuhusieni kama ambavyo napaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, ni siku chache tokea tumetoka katika chuo kitukufu sana, nacho ni chuo cha kufunzwa ucha Mungu. Tulikuwa na kozi ya siku 29 na wengine kozi yao ikaendelea mpaka siku 30, lakini wote tunataraji biidhnillahi taala ya kwamba tumepata certificate ya kwamba sisi ni wacha Mungu. Sasa ikiwa mambo yako hivyo, tunataka tukumbushane kidogo kwamba jukumu la ucha Mungu ni kueneza uadilifu katika maisha ya viumbe, ni kueneza uadilifu na haki katika maisha ya kawaida, ni kusimama na kuyaondoa maovu kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yeyote atakayeona katika nyinyi jambo ovu, jambo linalomchukiza Allah tabaraka wa taala, falyughayyirhu, na alibadilisha hilo jambo biyadihi, kwa sababu ya mkono wake, ikiwa ni katika wale wanaoweza kuchukua sheria, kutekeleza maagizo ya kinguvu au kimikakati, basi kwa nafasi zao wanatakiwa walifanye hilo. Fa in lam yastatifa bilisanihi, ikiwa hakuweza kwa mkono wake, hana uwezo wa kutekeleza sheria,
ana uwezo wa kusimamisha adhabu na kuchukua hatua, basi na atumie ulimi wake kuyakemea. Fa illa yastati, na ikiwa kwa ulimi pia hakuweza, fa bi qalbihi, basi alifanya hilo jambo la kubadilisha kwa kuutumia moyo wake achukie. Wadhalika adhafu al-iman, na jambo la kuchukia akawacha mtu njia zile mbili ikiwa uwezo anao, basi hiyo ni dalili na alama ya imani kuwa dhaifu kweli kweli. Wacha Mungu, tuna kazi kubwa ya kusimamisha uadilifu na kuondoa uovu. Waltakum minkum umma, Allah anatueleza liweko katika nyinyi kundi la watu, uweko umma, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wawe wanaamrisha yaliyokuwa mema na kuyakataza yaliyokuwa maovu. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas, kwa hakika mmekuwa nyinyi ni umma ulio bora mliotolewa kwa ajili ya watu, kuwaelekeza watu, kuwasomesha watu, kuwakosoa watu na kuwafahamisha watu haki na batil. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha yaliyokuwa mema na mnayakataza yaliyokuwa maovu. Waislamu, hili ni jambo la msingi la wacha Mungu. Ikiwa tutafumbia macho jambo hili na kila mmoja akaona mwenzake ndo anahusika, kwa hakika uovu utatukumba sote. Madhara yatakuwa ni yetu sote. Jambo hili linalopigiwa kelele kila siku Waislamu, jambo la ubaradhuli na liwati, jambo la ukahaba, jambo la watu kutumia miili yao kama ni sehemu ya kuendesha maisha yao, hili ni jambo halipaswi tena kulinyamazia. Hili ni jambo waliona mamlaka, waliodhani wao ndio wana haki ya kuisimamia dunia, wanapaswa kukubali kwamba wameshindwa sasa, na wawape watu wenye haki yao ya kusimamisha, kukataza na kuamrisha waliokuwa mema. Wanasiasa walidhani wana haki ya kuziendesha nchi, wana haki ya kusimamisha uadilifu, lakini wamefika pahali kwa kauli zao wamegonga na wameshindwa sasa, kwa sababu mfumo wanaotumikia ni mkubwa kuliko vyeo walivyonavyo. Mfumo wanaotumikia ni mkubwa kuliko dhana na fikra zao. Adui ambaye anawasimamisha na anawakabili wao na jamii zao ni kinyume na walivyomfikiria. Hili si jambo sasa la kuambiwa mashehe mchanganye tena dini na siasa, msituingilie katika siasa. Hili si jambo la siasa, ni jambo la Waislamu kusimama sasa, aliye mwanasiasa asiye mwanasiasa, kulikemea hili jambo. Walan tarda anka alyahudi wala nasara hatta tatabia millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi wala hawatakuwa radhi Manasara mpaka mtakapofuata mila zao. Wakasema baadhi ya wanachuoni, wa in tabi'ta millatahum, hata kama mtafuata mila zao, hata aitufidu alghayat walqasd, hawatakuwa radhi mpaka mtakapokubali kutekeleza zile mila zao, utamaduni wao, desturi zao, imani zao. Wakiona nyinyi na wao mko sawa sawa, hapo ndio watakuwa radhi kwamba nyinyi sasa mmekuwa kama wao, si tishio tena, si tatizo tena ya mifumo yao. Bali wengine wakasema, wa in taba'tum millatahum, hata kama mtafuata mila zao,
bado hawatakuwa radhi, bado watakuandameni, bado watakupigeni, bado mtakuwa ni maadui. Allah anatueleza waddu law takfuruna kama kafaru, wanatamani lau mnakufuru kama walivyokufuru wao, fatakununa sawa, nyinyi na wao muwe mko sawa sawa. Akatueleza Allah, hawa yakuluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim wa ma tukhfu suduruhum akbar, wanayoficha katika vifua vyao ni makubwa zaidi kuliko wanaoyazungumza. Na wao wenyewe huwa wanaambiana wala tu'minu, wala msiwaamini illa man tabi'a dinakum, isipokuwa yule atakayefuata dini yenu, atakayefuata mila zenu. Uislamu utakuwa ni jina tu, atabakia na mavazi yake Muislamu, lakini akikubali kuingiza saini, akikubali kufunga mikataba ya kufuata mila zenu, huyo muaminini, mtumieni. Ndugu zangu, maswali ya ushoga na ubaradhuli si jambo dogo, si jambo jepesi, ni jambo zito na ni mikakati ya ukafiri kwa muda mrefu sana. Walipoangusha dola ya Uthmania wakaweka madola ya kijamhuri haya, wao walijua kama Uislamu ni tishio, ndio maana wakatengeneza majumuiya ya kimataifa UNO ya kulinda maslahi yao, ya kulinda sera zao, ya kulinda mikakati yao, na wakatengeneza majeshi ya kujihami, wakayaita NATO, wakapeana kura za veto, na wakatengeneza ukoloni katika mataifa mengi duniani ili baadaye wawape uhuru wao, wawatengeneze mipaka na utaifa. Kwa hiyo tayari watakuwa wameshauchana Uislamu. Waislamu hawatakuwa kitu kimoja, wataangalia utaifa wao, wataangalia nchi zao, wataangalia rangi zao, wataangalia makabila yao, na ni ngumu hawa kusimama kama Waislamu. Tukifikia hapo sasa, tuwapelekee sera ya kiutawala nyingine ambayo ni sera ya secularism. Mataifa ya kijamhuri, ikatengenezwa jamhuri za wapi, jamhuri za wapi, jamhuri za wapi, na wakawekwa viongozi vibaraka watakaolinda na kutetea maslahi ya usekula, watakaosimamia na kula viapo vya kutetea mienendo, desturi, katiba, miongozo na sheria za kisekula. Walipofikia hapo wakasema sasa tayari Waislamu hawatakuwa na lolote. Ndio Mtume wa Allah akatahadharisha sisi, akasema yushiku an talaa ilaykumul umamu, inakaribia kuitana kwa ajili yenu mataifa, mtapigwa nyinyi na mataifa. Na wakati huo hawakuwa na mataifa. Masahaba akamuuliza awakillati nahnu yaumaidhi ya Rasulullah, tutakuja kupigwa na mataifa kwa kushirikiana kutokana na uchache wetu siku hizo? Akaambia la, bal antum yaumaidhin kathirun walakin ghutha'un ka ghutha'is saili, ni mapovu kama mapovu ya mafuriko, hamtakuwa na nguvu kwa sababu mko chini ya utaratibu wa maadui zenu. Kwa hiyo viongozi wetu hawa wanaokula viapo kusimamia nafasi zao, ndio maana wanapewa miongozo maalum, hati za viapo na miongozo ya kazi, na wanashikishwa wale Waislamu misaafu. Wanakula viapo kutetea na kulinda sio misaafu yao, bali kile ambacho ndiyo sheria na ndiyo miongozo ya utumishi katika usekula, miongozo ya utumishi katika huo ujamhuri. Ndio maana juzi kwa masikitiko akawa anasikitika na kulalamika juu ya maswali ya ubaradhuli Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Unaweza ukashangaa kwa nafasi yake ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa mzima. Sasa siwapite kwenye madanguru wakamate, siwapite kwenye magesi wakamate, siwapite amani pale na sehemu nyingine wakamate. Na ndiyo hii karibuni hivi juzi DC wetu naye akajikurupua
akaenda na makamanda wake pale kwenye magari yanayopakiwa, kwa sababu walikuwa wanaelezwa, lakini labda wanadhani ni siasa, ni wapinzani. Walipofuatilia wakakutia kuna magari yanapaki pale ya Waislamu, watu wanaingia kufanya ngono na kutoka, za jinsia moja na jinsia tofauti. Amani mkoa, unapeleka gari lako unapaki pale, unakaa pembeni, wewe unahesabu wameingia wangapi. Ukiamua unafunga kazi na kona zako, unachukua mshahara wako unaondoka. Sasa ameenda mwenyewe kujionea, na wanaotaka kuona hiyo operation yake, klipu ziko kwenye mitandao, waangalie. Wamekwenda katika gari, wanavamia, kuna kijana wa kiume Muislamu anakaa Magomeni hapo. Wanaambia, wewe vipi, mbona uko hapa? Unafanya kazi gani? Hebu fungua mafurushi yako hayo. Kuna makondo mpale na mauchafu chungu mzima, pamoja na nguo za kibaradhuli zile. Wanamwambia, wewe unafanya kazi gani hapa? Hii kazi unayofanya hapa, unafanya wewe au unafanywa wewe? Bali akajibu, anafanywa yeye. Ni baradhuli yuko pale kwenye gari special, watu wanakwenda kulawiti na wanatoa pesa pale. Sasa hiyo ni michezo inafanywa, ni maarufu na vituo vinajulikana. Yuko ndugu yetu aliyetueleza sehemu za Nungwi, kuna sehemu wanaita Manchester, kuna vibangalows, wanakuja makamba wa Kenya, mabaradhuli wa Kenya na Wataliana, beach boys, wanafanya kazi kule dola 600, 700, 500, na mbali na mahoteli mengine shamba. Bali kuna mahoteli Zanzibar yanapromote ubaradhuli na yanapromote maswali ya liwati, ni guys hotels, na wamejitangaza wazi, wamerusha machapisho yao wazi. Hata ukiingia kwenye mitandao, ingia, au kama una njoni kupelisi hizo hoteli, wamejitangaza kwa bendera. Anasema hili jambo ni zito, kuliko hili si jambo lepesi. Nyuma yake kuna watu wazito, kuna watu wanaonekana wana nguvu. Wewe unatafsiri nini kauli hiyo? Ni jambo ambalo kila mmoja asimame kwa nafasi yake. Wanasiasa sasa waache majukwaa, waingie misikitini kweli, washikamane na wanaharakati, tufanye kazi. Hili si jambo tena la kusigizia mambo ya siasa, msikiti fulani wapinzani, shehe fulani mpinzani, shehe fulani mpinzani. La, tutalia kama alivyotuambia Shehe Kurwa. Alimwambia komando, unaingiza utalii Zanzibar lakini mtalia. Nendeni kajifunzeni Mombasa, Kenya. Nendeni kajifunzeni katika nchi nyingine. Watu wanavulia sasa na mporomoko wa maadili, na nyinyi mnaleta utalii. Alikuwa yuko darajani kila siku pale na kibomba chake, anakamatwa na kuweka ndani. Mwisho kuna mmoja akatoa oda ya kwamba anawitiwe kisha apigwe patriation. Walil asaf, matendo haya yalitumika kama ni adhabu kwa muda mrefu, na ndugu zetu ni mateso. Hawakujua wanapanikiza mbegu mbaya. Mwisho wa juzi tumeshewa umatwa, akapelekwa kuteswa. Mwisho anaambiana tumfanye kama tulivyomfanya fulani huyu. Yaani wanajifakarisha watu kwa wale matendo. Sasa kama leo imefikia pahali inaonekana ni tatizo, si wakati tena wa kusema ni wajibu wa fulani, ni wajibu wa fulani. Maraa minkum munkara, mkoa kuonyesha liko juu ya uwezo wake, liko juu ya kichwa chake, liko juu ya cheo chake, na anasema potelea mbalini nikose ukuu wa mkoa. Anakupa siri kwamba kuna watu ambao ni mabosi zake wako juu yake, ndio watu maagent. Nafuatilia audio, anakupa siku 3 za mauzinde visikilizo na jiji, siku 3 hazikumaliza katupa kusini. Waliofanya akajitetea, tumemhamisha kikazi, ni utaratibu tu wa kazi. Akamwambia na huko utaliona jiji bado, hiki ni chama kikubwa kisicho na rais, tutakufundisha sisi. Na kwa taarifa yenu,
kwa kauli ya mkuu wa mkoa mwenyewe nazungumza naye. Ananiambia shekhe, hadi nikataa. Huyu kijana wetu alikazi yuko kinua miguu pale, nimekwenda nimemuona mwenyewe. Kilichofanywa, ameletewa wanasheria na mawakili wa kimataifa kutoka nchi za magharibi, Uingereza, kuja kumtetea. Maji hapa serikali na wanasheria wao, kama ni haki yake atarejeshwa kazini, alipwe haki zake zote, na hakuna kufukuza tena, lazima muipitishe. Si mmekubali kwenye katiba yenu na mmekula kiapo kuilinda, kuitetea na kuihifadhi, na mmefunga mikataba ya kimataifa ya jumuiya na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Juzi naangalia Ujerumani wanaandamana, katika moja miongoni mwa mabango yao wakiwemo wa Tanzania anakwambia my body is my choice. That means I can use my body the way I want. Mwili wangu ni chaguo langu, namna mtaka kufanya ni mimi mwenyewe. Sasa hii kupiga kelele hii, jamani mashehe, semeni, tusaidieni, hebu tuache kupakana mafuta nyuma ya chupa. Watu watoe tangazo kweli, watengeneze task force, tufanye kazi. Mpaka vijana wadogo mashuleni wanalawitiana tata. Kesi zinakamatwa chungu mzima. Kijana anasema naishi Magomeni, mzazi wangu baba mama amekufa, hii ndo kazi yangu, maisha magumu ya kulawitiwa ni baradhuli. Yuko amani kwenye gari special ya Muislamu, wanaingia wateja mmoja mmoja. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. إن الله تبارك وتعالى يقول بقوله المعتدون قال من قائل العليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم. يا رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Ndugu zangu, hivi ni vita vikubwa sana. Ndio maana katika kila kona ukitazama watu wameingia. Si katika mambo ya tiba, si katika mambo ya biashara, si katika mambo ya shule. Wameingia kila pahali kwa sababu wajipanga muda mrefu. Ndani ya mashule yetu, mimi mwaka fulani tulifanya research kama watu watatu, sio ya kawaida au sio rasmi. Matendo ya liwati katika shule za serikali ndani ya Zanzibar. Nishoe kuzungumza katika membari hizi kwa juni la leo. Wanaomba msaada, tukagundua ni mchezo wa kawaida mashuleni. Ni ngumu. Vitoto vya primary vinalawitiana vioni kule. Ndugu zangu, ni mambo mazito kuliko kawaida tunaofikiria. Bali makesi chungu mzima tunayopata wale tunaosomesha darasa za wanawake, namna wanavyolawitiwa wanawake majumbani. Juzi Jumanne nimeletewa kesi na ndugu yetu mmoja wa kike, amelawitiwa na mmoja miongoni mwa watu wenye vyeo vyao mara 16. Ananiambia wallahi billahi nilikuwa sijui ile watu ni kitu gani, nasikia tu. Huyu jamaa akatumia nafasi yake ya cheo na umaskini wangu, amenilawiti mara 16. Sasa hivi ananikimbia.
anaomba dawa ya kuacha lile jambo, tayari limeshamuathiri kiafya. Na mbali kule vioni, wanafunzi wakiwa wanatuhadithia majumbano yanayofanywa ni jambo zito. Maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Si wakati tena huu wa kutengeneza kamati za uchunguzi, ni wakati wa kuamua watu kufanya kazi. Maeneo yanajulikana, mahoteli ya utalii yanaonyesha ufuska huu yanajulikana, wataliana bado wanaingia, ni tatizo. Madanguro yapo, magesti yapo, lakini tunawatazama tu mabaradhuli, mabasha ambao wengine wanajulikana wapo wanaendelea, na ndio waliokwenda kumtoa mauzini hapo Madema. Magari yaligongana pale kumchukulia dhamana, na siku 3 asikumaliza akatupa kusini. Kisha bosi wake anasema tumeyafanya kikazi na kiutaratibu, hatukuyafanya kumtia adabu. Kafumbwa mdomo sasa hivi. Kufika kusini kafuatilia operation 2-3 za madadapo wale, akakamatwa 2-3. Hebu fuatilia taarifa za huyu sasa hivi anafanyaje kaskazini kimya. Ndio maana DC anasema hata nikipoteza ukuu wa mkoa potelea mbali. Sasa kuna watu ile jambo linawaingizia, lina maslahi, wamelishika, wanalipromote, ni sehemu ya uchumi, source of income. Sasa wama alaika illa albalagh. Majumbani ya mambo yamo, mashuleni yamo, kwenye mataasisi yetu yamo. Vijana ndio sisi tunalawiti mabinti za watu, wake za watu na wake zetu. Tumche Mungu. Tunapokwenda ni padogo sana. Wallahu a'lam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم رب الناس انت مذهب الباس واشفي، انت شافي شفاء لا يغادر سقما ولا الما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا امورنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل الامتحان بردا وسلاما على اخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم علمهم منهم ما جهلهم وذكرهم منهم ما نسيهم برحمتك يا عزيز وجبار. اللهم اجعل الامتحان بردا وسلاما عليهم برحمتك يا عزيز وجبار. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.